Uhabari gani Mwanakewe TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakewe TV. Ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025 ambapo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu alikamatwa na jeshi la polisi alipokuwa katika ziara yake ya no reform no election. Tundu Antipas Lissu akiwa bado kolokoloni ameweza kuandika ujumbe dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwasihi na kuasa pia. Lakini katika ujumbe huo amezungumzia mambo mawili. Kwanza ni kuhusiana na jaji kuteuliwa kwa jaji mkuu, lakini pia jitihada za chama kifanye nini akiwa bado yeye yupo jela. Nataka nikusomee barua ya wazi ambayo Tundu Antipas Lissu amewaandikia viongozi wa Chadema, na nukuu: Judge Hamidu Mwanga ni jaji wa Samia kwa sababu hiyo ni jaji wa CCM na anafanya kazi ya CCM. Jaji Mwanga alikuwa kwenye tume ya uchaguzi Zanzibar, yani ZEC ya Jecha Salim Jecha, ambayo ilifuta uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 2015. Jaji wa namna hii tutarajie aipendi Chadema inayosema no reform, hata ipenda Chadema inayosema no reform no election. Maamuzi yake yanathibitisha kauli yake kwamba majaji wengi ni CCM na wanafanya maamuzi kuipendelea CCM na yule anayeweza kuwapandisha madaraja kwenda mahakamani ya rufaa. Kuhusu kuzuia shughuli za chama ni wanachama, si majengo. Hata kama majengo ni muhimu, lakini chama ni wanachama, na wanachama waendelee na mapambano katika majukwaa yote yanayopatikana, hasa katika mitandao ya kijamii, isipokuwa katika jengo la makao makuu. Wanachama wakumbuke historia ya mapambano ya aina hii. Chama cha ANC kilipigwa marufuku na serikali ya makaburu kwa miaka 30. Viongozi wake wakuu ama walifungwa maisha. Robben Island na Mandela na wengine walikimbilia uhamishoni kama Oliver Tambo, Thabo Mbeki na wengine. Hayo yote hayakuzima mapambano ya ukombozi kuendelea na hayakuzima ANC. Uamuzi wa Jaji Hamidu Mwanga hautazuia mapambano kuendelea wala kuiua Chadema. Aluta continua. #no reform no election. Hiyo ni barua ya wazi ambayo Tundu Antipas Lissu ameweza kuandika akiwa bado yuko jela. Aliwaandikia wapenzi na wakeleketo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika eneo la kuandika maoni. Wa kwanza anaitwa Tua, anasema hakika Tundu Antipas Lissu ni mwanamapinduzi halisi, na hii ndiyo sababu iliyofanya watawala kumweka ndani kwa dhana ya kupiga magoti ya utii, ila chuma kimekataa kata. Tutegemee baada ya siku 14 serikali itapiga marufuku ya mikusanyiko kwa sababu tarehe ya kampeni haijatangazwa. Lakini Legend anasema kaka, alafu kumbe wameifunga Chadema kutofanya kazi kwa siku 14 ili mama yao atrend. Yeye si anaziala ya kikazi Simiyu na Mwanza, wakaona wahuni hawatamzingatia, atakuwa bize na Heche. Lakini Geoffrey Enoch anasema Lissu ni zawadi tuliyopewa kama taifa, asema hatujui thamani yake, shida iko hapa, Mungu ambariki sana yeye na kizazi chake. Lakini Glory anasema mpaka Tanzania tutakapoamka na kuwa serious na maisha yetu wenyewe. They have made us poor
and make millions of dollars fortune at our expensive. Lakini Anatol anasema no reform no election. Makelele anasema no reform no election. Lakini CIA wa US anasema kweli huyu ni jeshi la Simba. Lakini Hostile anasema no reform no election. Lakini Kami Sandra anasema no reform no election. Lakini Gwajima anasema no reform no election. Jafet Musa anasema no reform no election. Ukipita katika eneo la comment hapo unaona watu wengi sana wameweza kushusha comment zao wakipinga kutokana na kile ambacho barua ya Tundu Antipas Lissu ameweza kuiandika. Watu wengi wamekuwa wanaunga mkono, lakini wengine wakiwa wanapingana naye hapa katika eneo la comment section. Jina langu ndio KTV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama mara yako ya kwanza kabisa kuingia katika channel hii. Lakini watu wengi sana wameweza kuguswa na barua hiyo ambayo Tundu Antipas Lissu ameweza kuandika akiwa gerezani. Pia ukipita katika ukurasa rasmi wa Chadema hapa utaona wameandika hiyo barua ya wazi ambayo Tundu Antipas Lissu ameweza kuandika akiwa jela. So utaona namna gani imewagusa watu wengi, lakini pia wanaharakati mbalimbali wameweza kuichapisha hiyo barua katika kurasa zao za mitandao ya kijamii wakipigilia msumali kutokana na hichi ambacho Tundu Antipas Lissu ameweza kuasa wapenzi wote wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na ifahamike kwamba tarehe 16 kutakuwa na usikilizwaji wa kesi ya Tundu Antipas Lissu pale mahakama ya mkazi Kisutu. So lakini pia mahakama imeruhusu wananchi kufika katika eneo hilo la Kisutu kuweza kusikiliza kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu. Jina langu ni Diwa KTV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuungana nami katika makala ya kisiasa. Bye bye, tukutane wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Usisahau kusubscribe na turn on notification ili uweze kupata taarifa zetu punde zinapotufikia hapa KTV. Na pia unaweza kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na hapa Twitter. Jina langu Diwa KTV. Bye bye. See you later.